Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika maombi ya ukombozi yanayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na leo tutaenda kuomba kinyume na umateka, ambapo tutasoma katika kitabu cha Isaya sura ya 61 mstari wa kwanza na kuendelea. Maandiko yanasema, Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta kuwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa kwa habari za kufunguliwa kwao. Tunaona maandiko yanaeleza kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa kwa habari ya kufunguliwa kwao. Sasa tunaona maandiko yanaeleza kwa habari ya umateka na vifungo, na tunaelewa katika ulimwengu wa roho vipo vifungo vingi na umateka upo. Na ninapata fursa hii katika ulimwengu wa roho kwa mafuta Roho Bwana aliyoachilia usiku huu kufanya maombi ya ukombozi kinyume na umateka katika ulimwengu wa roho, lakini pia kinyume na vifungo katika ulimwengu wa roho. Tunaona vipo vifungo vya aina mbalimbali. Vipo vifungo vya magonjwa, vipo vifungo vya umaskini, vipo vifungo vya kukosa amani, vipo vifungo vya ulevi, vipo vifungo vya mauti, roho za mauti, vipo vifungo vya kutokupata watoto, ni vifungo hivyo. Vipo vifungo vya kutokuolewa, ni vifungo hivyo. Katika ulimwengu wa roho vinafunguliwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Katika ulimwengu wa roho ni lazima ufungue kwanza vifungo vilivyokushikilia katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunapoenda kuomba kinyume na umateka katika ulimwengu wa roho, mtu yote akitekwa unajikuta tu upo katika umateka, umetekwa. Ghafla magonjwa yameanza kusogelea maisha yako, ghafla huna amani. Mtu mmoja nilikuwa naomba naye jana akaniambia, baba, yani na hali mbaya ya hofu. Hofu imemkamata tu, amekuwa mateka wa hofu. Yuko kwenye kifungo cha hofu, imemshikilia. Amejaribu kufanya mambo yote, anaogopa juu ya hiki, akienda kwa hakiki anajikuta hakipo, bado anaendelea kuogopa. Nikamwambia hicho ni kifungo. Hicho ni kifungo katika ulimwengu wa roho. Unahitaji kufunguliwa. Unahitaji kufunguliwa. Na leo ninaenda kuomba maombi ya ukombozi katika ulimwengu wa roho. Kama ndani yako vipo vifungo ambavyo vimekushikilia. Kuna mtu mmoja akaniambia, baba, nipo katika kifungo cha uzinzi. Nilikuwa nimefika sehemu fulani, afu nilipofika sehemu hiyo, mhudumu aliyekuwa akinihudumia akaomba kuongea na mimi, akasema, ninaomba mtumishi wa Mungu unisaidie kuniombea, japo nipo kazini lakini natembea kwenye kifungo cha uzinzi ndani yangu, ninaomba msaada wa kuombewa. Nikaomba naye, na unakuta haya mapepo ya vifungo yakija yanakushikilia, unakuwa mateka wa jambo fulani, na unajikuta kama hautapata msaada wa kiroho, jambo lile linakuwa tanzi kwako. Halafu kwenye ufahamu wako unaona kama haliwezekani kuondoka, lakini hakuna jambo lisilowezekana kwa Bwana. Kwa hiyo tunaenda mbele za Bwana kinyume na roho za vifungo katika ulimwengu wa roho. Iwe ni kifungo cha magonjwa, nataka uangalie baada ya mimi kusema amina. Angalia ugonjwa wako, angalia mwili wako, vile Mungu anaenda kukuhudumia. Utashuhudia nini kitatokea mara baada ya mimi kusema amina wakati wa kuomba wakati huu. Lakini pia kuna mtu mmoja anaenda kufunguliwa katika roho ya umaskini. Kuna hali ya umaskini, kuna hali ya kutokuwa na fedha imemshikilia. Ni kifungo katika ulimwengu wa roho, ni umateka katika ulimwengu wa roho. Nitaenda kuomba, na mara baada ya kusema amina, kuna nguvu ya Mungu itakuhudumia, itakutoa kwenye hicho kifungo cha umaskini, na utaanza kuona mpenyo wa fedha tena. Utaanza kuitwa tena na watu na kupewa fursa mbalimbali, kwa maana kifungo cha umaskini kimeondoka. Mtu mmoja anaenda kufunguliwa katika kifungo cha kukosa amani. Ulikuwa hauna amani, yamkini hata anapoongea wakati hauna amani. Nitaomba, na mara baada ya kusema amina, giza litakuondoka lililokuwa likikushikilia na kukosesha amani kwa jina la Yesu. Utaanza kumshangilia Bwana kwa furaha, kwa maana amani itarudi tena, na kifungo cha kukosa amani kitaondoka, giza litaondoka. Lucifer na malaika zake wataachia maisha yako, na utapata amani wakati huu. Na mtu mmoja ambaye
ana addiction ya ulevi, either ni wewe ama mme wako ama mke wako ama ndugu yako ama watoto wako, nitakapoenda kuomba kinyume na vifungo vya ulevi, vitaenda kuachia maisha yako, vitaenda kuachia familia yako, na utakaa katika hali ya kufunguliwa, na hautaona kiu tena ya pombe, hautaona kiu tena ya uharibifu wa wote wa ulevi, na hata watoto wako ama mume wako hataona kiu tena ya pombe, hata sukuma tena katika umateka wa ulevi kwa jina la Yesu. Nitaenda kuomba wakati huu, hata yule ambaye hujapata mtoto, nitaenda kuomba kwa jina la Yesu, Mungu alete uzao kwenye maisha yako. Kile kifungo na ule umateka wa kukosa watoto ukabare kuondoka leo. Nitalisemesha anga lililozuia watoto kwenye tumbo lako ama kwenye viuno vyako, nitaliongelesha anga lililozuia uzao. Nitayafuta maneno yaliyoandikwa kwenye ardhi yaliyokusemesha kwamba hautazaa, hautakuwa na watoto. Nitayafuta yote wakati sio muda mrefu. Nitafuta laana za familia, laana za ukoo zinazofanya usipate watoto na uzao. Nitazifuta hizo laana kwa maneno ya kinywa cha kinabii kwa jina la Yesu. Nitaenda kuomba sio muda mrefu. Kila kifungo kilichokushikilia kinaenda kukuachilia. Kifungo cha uzito wa maombi, kusoma neno, unajisikia vibaya hata vinavyosikiliza ibada ni kama unavumilia tu, uone ni dakika gani ibada itaisha. Ni kifungo hicho. Bwana anaenda kukufungua leo. Utaanza kupata uamsho ndani yako, utapata uamsho, kiu ya kusikia ibada, uamsho wa kusikia neno la Kristo, uamsho wa kuomba. Utaenda kumuona Bwana akikuondoa katika hicho kifungo katika jina la Yesu. Nataka nirudie, wewe ambaye unaumwa, utapokea uponyaji dakika hii. Wewe ambaye unateseka na magonjwa, utapokea uponyaji dakika hii. Wewe ambaye una hofu, utapona dakika hii na hofu yako itaondoka. Wewe ambaye hauna amani, amani itarejea dakika hii. Bwana amenipaka mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma nije niwang'oe walio katika vifungo vyao vya umateka, nije niwaondoe katika vifungo vyao vya mateso kupitia neno la Bwana linaloachiliwa kwako usiku wa leo. Nataka niende mbele za Bwana niombe kwa ajili yako. Bwana akufungue. Wewe ambaye unateseka, mateso yako yanaenda kukuachia. Amini tu ya kwamba hii ni ibada yako. Amini tu ya kwamba Bwana anaenda kufungua. Amini tu ya kwamba kilichokushikilia kinaenda kuachia. Amini tu ya kwamba ndoa yako iliyosambaratika inaenda kurejea. Amini tu mwelekeo uliopotea, mahusiano yako unaenda kurejea. Bwana anakufungua katika kifungo kilichokushikilia cha kukuibia mahusiano yako, cha kuiba furaha yako, cha kuiba amani yako. Ni dakika chache za kinabii nitaziomba hapa. Kwa dakika chache hizo za kinabii Bwana anaenda kukufungua na kukuweka huru. Bwana anaiponya familia yako. Bwana anaponya moyo wako. Kulikuwa kuna uzito, na uzito unaondoka, na ghafla utategemezwa kwa roho ya wepesi. Nataka twende mbele za Bwana niombe sasa. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo, asante sana kwa rehema na neema nyingi sana. Baba, nakushukuru kwa ajili ya ibada hii njema ya kuwafungua watoto wako na kuwatoa katika mateka, uwatoe katika vifungo vyao walivyofungwa na nguvu za giza. Mungu liye hai, ninaomba rehema na neema zako wakati huu unapoenda kumfungua mtu mmoja aliye katika kifungo. Mungu liye hai, awaye yote katika kifungo, mafuta yako liachilia roho Bwana wakati huu wa ibada hii ya kuwafungua watoto wako katika ukombozi huu. Watoto wako watakuwa huru katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ninaomba rehema na neema, uponyaji, kufunguliwa na kuwekwa huru kwa mtoto wako anayenisikia kwenye kila kifungo ambacho kimeshikilia maisha yako, anachokijua na asichokijua. Natangaza kufunguliwa kwako kwenye kifungo unachokijua na usichokijua. Madhabahu zinazodai haki kukufunga katika ulimwengu wa roho, ninatangaza kufunguliwa kwako. Roho za umaskini zikuachie kwa jina la Yesu. Natangaza kufunguliwa kwako. Roho za madeni zikuachie kwa jina la Yesu. Natangaza kufunguliwa kwako. Madeni yaondoke, ukalipe madeni. Fedha zikafunguliwe, zikujilie, ziondoe madeni kwako katika jina la Yesu. Ninatangaza milango iliyofunguliwa iwe ni sehemu ya wewe kufunguliwa kwenye kifungo cha kudaiwa. Milango iliyo wazi ya baraka
baraka kuingia kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Natangaza kufunguliwa kwako kwa uchumi wako katika jina la Yesu. Natangaza kufunguliwa kwa amani, upate amani mpya, milango ya amani kafunguke tena, nguvu mpya ikazaliwe tena, uamsho ndani yako katika jina la Yesu kadhihirike tena kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Roho Bwana, asante kwa maana unaenda kuachilia nguvu mpya ya kupata utajiri kwa mtoto wako huyu. Hata tembea kwenye kudharaulika, hata tembea kwenye umaskini tena, kwa maana vifungo vya umaskini, kamba za umaskini zina katika mikatale iliyomshikilia na kumfunga, zile nyororo zilizomshikilia za umaskini zina katika jina la Yesu. Natangaza kukombolewa kwako katika mahusiano yako yenye mateso yasiyo na mwelekeo. Natangaza kufunguliwa, natangaza kukombolewa kwako. Wewe unayenisikia, pokea uponyaji kwenye mahusiano yako katika jina la Yesu. Pokea neema kwenye ndoa yako, pokea neema kwenye uchumba wako kwa jina la Yesu. Kilichokufunga kinakuachia kwa msaada Roho Mtakatifu, kwa moto Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Wewe unayeumwa, natangaza uponyaji wako. Pokea kufunguliwa katika vifungo vya magonjwa, ukawe huru leo katika jina la Yesu. Ukafunguliwe leo, magonjwa kuachie, mwili wako upokee uzima katika jina la Yesu Kristo na katika damu ya mwana kondoo. Natangaza kufunguliwa kwako, ufunguliwe leo. Familia yako ifunguliwe, watoto wako wafunguliwe, watoto wafunguliwe ufahamu wao ulioshikiliwa hata washindwe kuelewa masomo madarasani mwao. Ninatangaza kufunguliwa kwa watoto wako, watakuwa vichwa na si mkia, watatawala, hawatatawaliwa, watakuwa na neema ya uelewa na ufahamu katika jina la Yesu. Watoto wetu wakalindwe na Bwana. Ninatangaza kufunguliwa kwao, hawatakaa kwenye upotofu wa taarifa mbaya. Taarifa mbaya zitawafikia watoto wetu katika jina la Yesu. Natangaza kufunguliwa kwao, mienendo mibaya haitawakuta watoto. Natangaza kufunguliwa kwao kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Shauku ya dhambi kwa watoto wetu inaondoka leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunawatenga na watu wabaya waliobeba uharibifu kinyume na watoto wetu katika jina la Yesu. Baba, asante kwa maana tunafunguliwa, watoto wako wanafunguliwa, watoto wako wanafunguliwa kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa neema, asante kwa nuru. Na iwe nuru kwako. Ile hali mbaya uliyokuwa unajisikia ndani yako, iliyokuwa imekuvamia kama vazi, imekuvaa kama vazi, inaondoka wakati huu, kwa maana unafunguliwa, kwa maana unakombolewa, kwa maana unawekwa huru katika jina la Yesu. Vifungo vinakuachia kwa jina la Yesu. Unakuwa huru leo. Unatangaza uhuru wako leo. Unafunguliwa leo kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa mafuta yako mabichi unayoachilia kwa mtoto wako huu na kumlinda na kumtetea. Unamtia nguvu mpya, unaachilia nguvu mpya ndani yake kwa jina la Yesu, ya kufunguliwa, akapate neema, akafunguliwe, hata daiwa, hata tembea kwenye magonjwa, hata tembea kwenye vifungo vya ndoa na mahusiano. Watoto wake wamekuwa huru. Baba, asante kwa maana unamfungua mtoto wako huyu kwenye kila aina ya kifungo cha kukosa amani, kwenye kila aina ya kifungo kilichomshikilia, kifungo cha uzito wa kiroho kilichomshikilia. Baba, ninatangaza kufunguliwa kwa mtoto wako huyu, ukaachilia uamsho ndani yake wa kuweza kuambatana na maandiko, kuweza kutamani kusikia neno lako. Mungu liaye, asante kwa maana hakutakuwa na uzito tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Ninaona mtu mmoja amefunguliwa. Ninaona kabisa katika ulimwengu wa roho. Nataka ushuhudie ni namna gani Mungu amekuhudumia kupitia maombi haya. Nataka mtu mmoja aseme ni namna gani Bwana amemhudumia. Nataka mtu mmoja ampe Bwana Yesu utukufu kwamba kupitia maombi haya Bwana Yesu amenihudumia, Bwana Yesu ameniponya, Bwana Yesu amenipa amani. Nataka mtu mmoja aende akashuhudie vile Bwana amemhudumia kupitia maombi haya. Lakini pia utashika
weka sadaka yako ya maombi ya ukombozi. Kama kuna mahali unaona kabisa Mungu amesema na maisha yako, Bwana amekufungua, unaweza ukashika sadaka yako njema. Ni sadaka ya kumwambia Bwana asante kwa kunifungua, na sadaka hiyo ikapige kelele, uendelee kukaa katika hali ya kufunguliwa muda wote. Na utaiachilia hiyo sadaka kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.